Mimi sina wasiwasi Simba kufanya vizuri kwa sababu ya umetuonyesha kwamba wanaweza kupambana na fighting spirit, na Simba tutakuwa nafahamu katika michezo yote ambao wameenda kucheza ugenini. Simba sije kuona Simba amepaki basi. Wanacheza kwa nidhamu tu katika eneo la ulinzi wa chini, lakini pia kwenda kushambulia wanashambulia kama kawaida. Ya kwanza ya Simba ni kushinda, lakini ya pili na ya muhimu sana iwe ni kutaka sare. Sare ni kuweka discipline kwenye eneo la ulinzi. Simba uwezekano hata kupata goli ugenini ni mkubwa, sawa, kutokana na jinsi ilivyo. Hata wao RS Berkane yani usichukulie poa kwamba eti watafunguka. Simba wanawaheshimu hata kama wana magoli mengi zaidi, wana magoli 17. Mpango wa kocha kwa mtazamo wangu kwa maana Fondo Malone atakuwepo ndani, Hamza atakuwepo ndani, lakini Chamo Kalabwa naye atakuwepo ndani. Kwa hiyo watatumia mabeki wangapi? Watatu, lakini pembeni akiwepo Kapombe, akiwepo pia na nani? Tafsiri yake mabeki watano ambao watakuwepo katika line ya back line watano. Kuna vitu ambavyo Berkane vitakuwa vinawachanganya. Wakimwona kwenye namba wanamuona au ana namba kubwa ambazo zinatisha. Kwenye mashindano ya CAF atakiboneni sana namba kubwa. Umuoni kwa maana ya Mpanzu akiwa na namba kubwa, lakini ni mtu ambaye ni athlete sana kwao. Kwa current ya performance, yani kwanza kocha wa Berkane itakuwa inamchanganya sana. Bwana Lugano Israel, tuzungumzie kidogo mchezo wa RS Berkane dhidi ya Simba ambao unakwenda kupigwa leo hii majira ya saa 4 kwa saa za Afrika Mashariki. Tathmini fupi, mchezo upoje? Jinsi ambavyo utakuwa, namna ambavyo Simba watakuwa kuingia kwa sababu wao wapo ugenini. Ya Simba wanatakiwa kuingia kama ambavyo wanaingia. Mimi naamini katika fighting spirit yao ya Simba ambao umewapelekea hapo mpaka amefika Simba. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi Simba kufanya vizuri kwa sababu ya umetuonyesha kwamba wanaweza kupambana na fighting spirit, na Simba tutakuwa nafahamu katika michezo yote ambao wameenda kucheza ugenini. Simba sije kuona Simba amepaki basi. Wanacheza kwa nidhamu tu katika eneo la ulinzi wa chini, lakini pia kwenda kushambulia wanashambulia kama kawaida. Kwa hiyo Simba wacheze kama ambavyo wanachezaga michezo yote iliyoenda kupita. Wasiingie kwenye pressure kwenda kukaa chini. RS Berkane ni moja kati ya timu ambazo katika mashindano hayo ya shirikisho ndio timu ambayo ina magoli mengi sana. Umeelewa? Wana magoli zaidi ya 15, magoli kama 17. Na mchezaji Osama Lamlui ndio ambaye anaongoza kwa magoli sasa hivi akiwa na magoli 4. Lakini pia wachezaji wengine ambao wanafuata kwa upande wa Berkane pia wapo wengi ambao wanafuata. Mfano Yusufu Dayo, huyo ni Kitasa, ana magoli 3, ni beki ambaye kafunga magoli hayo. Licha ya kwamba ukiangalia kwa Simba na magoli 10 kama sio 11, 10. Kwa sababu Kibu Denis ana magoli 3, au ana 3, anakuja Ateba TV Mkwala naye ana moja. Kwa hiyo ukipiga mahesabu unakutana na magoli 10. Lakini Simba uwezekano wa kufanya vizuri ni mkubwa sana kwa sababu wametuonyesha kikubwa ni kwamba working spirit yao. Ukiangalia timu ambayo anaenda kukutana nao Simba ni timu ambayo inafunga sana magoli. Sawa? Zaidi ya wachezaji 4. Nimemzungumzia Lamlui ambaye ana magoli 4, Yusufu Dayo ana magoli 4, lakini kuna mwingine kuna wachezaji kama 4, mfano kama anaitwa Yusufu Zagudi anaitwa hivyo, ana magoli naye 3 sawa na Dayo. Alafu kuja huko chini magoli mawili kuna mtu kama Yusufu Mehil ana magoli 2, afu kuna wengine ambao wameweza kufunga magoli hayo. Kwa hiyo sio timu ambayo unaweza ukaichukulia poa kwa upande wa RS Berkane. Simba wakaenda kuimarisha sana kwa sababu ni mchezo wa ugenini. Licha ya kwamba Simba hawana uoga sana kukaa chini. Wakati wanao wanataka kutafuta goli moja tu, lakini eneo la ulinzi ni muhimu sana kuweka watu ambao wataenda kuzuia, kwa sababu Simba faida yao nyingine ni kwamba hata wakipata sare kule una faida. Wasifungwe idadi kubwa ya magoli. Si unanielewa? Kwa wakipata sare, kwa hiyo option ya kwanza ya Simba ni kushinda, lakini ya pili na ya muhimu sana iwe ni kutaka sare. Sare ni kuweka discipline kwenye eneo la ulinzi. Kwa maana hiyo naona mpango wa kocha kwa mtazamo wangu kwa maana Fondo Malone atakuwepo ndani, Hamza atakuwepo ndani, lakini pia na beki nani huyu
Chamo Kalabwa naye atakuwepo ndani. Kwa hiyo watatumia mabeki wangapi? Watatu. Lakini pembeni akiwepo Kapombe, akiwepo pia na nani? Maana yake unaambiwa kwamba watatumia mabeki watano. Yaani tafsiri yake mabeki watano ambao watakuwepo katika line ya back line watano. Wengine watakuwa naenda mbele kwa ajili ya kusaidia. Kwa hiyo lazima sehemu ya ulinzi wa Simba uwe katika mfumo wa mabeki watano ambao watahakikisha kwanza ulinzi wa Simba isifungwe, kwa sababu ile timu ni timu ambayo inaenda kushambulia sana. Kwa sababu katikati wakiwa watatu, pembeni watakuwa na rotate kutokana na movement ya mpira. Kwa sababu mpira unavyoenda mbele ndipo ambapo Kapombe atakuwa anaenda mbele, lakini Hamza au Kalabwa atakuwa anasogea pembeni kukava nafasi ya Kapombe ndipo mpira ukija katika eneo lake. Akisogea huku pembeni manake Shabalala anapokuwa ameenda kusogeza mashambulizi mbele, huku nyuma atakuwa anasogea mtu mwingine kuja kukava nafasi ya nani? Ya Shabalala. Katika ndio maana ya mabeki watatu. Maana yake tafsiri ni kwamba una mabeki wangapi? Wanne. Mabeki watano nyuma ambao wanakusaidia kwenye ulinzi. Na kwa sababu ya umuhimu wa hiyo mechi, na nategemea kumuona kocha Fadlu Davis akiwatumia mabeki watano wa Simba kutokana na ubora wa ushambuliaji wa safu ya ushambuliaji wa Berkane. Upande wa kiungo lazima naamini Kagoma na Ngoma watakaa vile vile, kwa sababu pia nao wana nafasi kubwa ya kukaba. Ngoma na msaada kukaba, sawa? Kwenye interception zile ana uwezo mkubwa sana, lakini pia Ngoma na interception nzuri ya kukaba na kunusa hatari. Ile sehemu naamini itakuwa sawa. Kitu ambacho nakiona kitenda kubadilika kwa Simba ni eneo la ulinzi, ambao utakuwa na mabeki watano ambao watatu watakuwa na majukumu ya moja kwa moja, lakini wa huku pembeni wakiingia kwenye kushambulia, kwenye overlapping, underlapping zile watakuwa na msaada mkubwa kina Kapombe na Shabalala. Kwa pale mbele naamini kabisa, kwa sababu ya kutengeneza pressure ya mchezo, lazima wataenda kumtumia Steven Dese Mkwala kwa sababu ya pressure, lakini ni kwa sababu tu ya chaguo la mwalimu. Lakini pia mwalimu anaweza kumtumia Ateba pia kwa sababu maguvu yale, kwa kuwasumbua safu ya ulinzi ya Berkane. Na naona nguvu ambayo Simba inatumia nguvu sana ya ushambuliaji, ukimtumia mtu kama Kibu Dennis, lakini ukimtumia Mkwala, ukimtumia Mpanzu, ni wachezaji ambao wanaweka nguvu sana kwa upande wa Simba. Naamini pia hata kwa upande RS Berkane watakuwa wanaogopa sana upande wa hao watu, lakini wakimwacha Aua ambaye ndio maamuzi makubwa ya Simba pale katikati, kwa sababu kuna vitu ambavyo Berkane vitakuwa vinawachanganya. Wakimwona kwenye namba wanamuona Aua na namba kubwa ambazo zinatisha. Kwenye mashindano ya CAF atakibuneni sana namba kubwa. Umuoni kwa maana ya Mpanzu akiwa na namba kubwa, lakini ni mtu ambaye ni athlete sana kwao. Kwa current ya performance, yani kwanza kocha wa Berkane itakuwa inamchanganya sana. Maagizo ya kuagiza nani wawe makini naye sana, kwa sababu ukimwangalia Kibu Dennis ni mchezaji hatari sana akiwa na mpira, hasa akiwa na face eneo la ushambuliaji, atakusababishia kupata penalty kwa sababu anauficha mpira. Lakini ukiangalia kwa mtu kama Steven Mkwala Desa, yeye anakimbia sana, yani ni kibelengo, wewe unamkuta katika maeneo tofauti. Lakini ukija kwa upande wa Aua, ni mchezaji ambaye anakupa namba. Kwa hiyo anaweza kujiuliza, hivi ni mkaba ambaye anakupa namba au ambaye ni athlete sana kwenye matukio? Lakini bado hapo unamkutana na Mpanzu pia. Hivi ni yani kwa siku za hivi karibuni hata dribbling za Mpanzu ni za hatari sana. Na katika baadhi ya michezo Mpanzu kabadilika sana. Kuna michezo ambayo Mpanzu dribbling zake alikuwa anaenda pembeni. Sawa? Lakini za hivi karibuni Mpanzu anaingia ndani kwenye box. Kwa hiyo maana yake Simba, mimi nategemea Simba uwezekano hata kupata goli ugenini ni mkubwa, sawa, kutokana na jinsi ilivyo. Hata wao RS Berkane yani usichukulie poa kwamba eti watafunguka. Simba wanawaheshimu hata kama wana magoli mengi zaidi, wana magoli 17, sawa, RS Berkane, lakini Simba wana magoli 11, sawa, katika mashindano haya magoli 11. Tulisahau moja kulihesabia la Mpanzu. Mpanzu ana goli moja, sawa, kwa na magoli 11. Katika magoli hayo interval yake inatofautisha ubora wa wachezaji, lakini ubora
wa timu utakwambia pia hata namna gani imefungwa. Sawa katika mashindano ambao wanacheza kwa maana ya shirikisho, Simba utaanza kuiona kama ni timu ambayo ilikutana na timu ngumu kwenye makundi. Lakini Berkane walikutana na timu dhaifu, nyepesi. Timu kutoka Msumbiji, kutoka Angola ni timu nyepesi. Sawa Simba walikutana na Constantine, walikutana na Faxien ambao wana sifa kubwa na kombe hilo. Umeelewa? Kwa hiyo walikutana na mzizi mkubwa sana. Tumalize hivi Lugano. Unaiona nafasi ya Joshua Mutale kutokana na kiwango chake cha hivi karibuni? Joshua Mutale inawezekana akatumika. Unajua makocha wanaamini katika current performance. Na akatumika kwa sababu amekuwa kama kiungo ambaye hakai eneo moja. Kiungo ambaye anaweza kaichanganya safu ya ulinzi ya RS Berkane. Utakuwa unakumbuka katika narrow passing ambazo amezifanya kwenye hizo mechi zilizopita. Inaonekana kwamba umakini na utimamu wake, psychology yake imekaa vizuri. Anawezekana kaisaidia Simba. Kwa hiyo inawezekana kwenye eneo la juu pale, kama mwalimu ataona kuna umuhimu, bado kuna nafasi ya kumtumia kwa sababu tayari katika michezo mitatu kaionyesha. Unajua wanasema kikosi cha kwanza mchezaji anaweza kaingia akiwa katika michezo mitatu iliyopita alifanya vizuri. Umeelewa? Yaani mchezo wa kwanza ulifanya vizuri, wa pili ukafanya vizuri, uliaminiwa na mwalimu, wa tatu umefanya vizuri, wa nne yani unaingia katika kikosi cha kwanza cha timu. Lakini bado haizuii kuangalia mahitaji ya mwalimu katika mchezo husika. Kwa hiyo Joshua Mutale anaweza kahusika kwa sababu ya kuwa mobile sana, yani anakimbia katika maeneo tofauti. Unamuona katika sehemu ya ushambuliaji, unamuona sehemu ya ukabaji, unaona kwenye transition. Kwa hiyo anakofa vitu vingi sana kwa kipindi hiki ambacho tunamuona sasa amerudi kama kwenye ubora wake ambao watu walikuwa wanatarajia angalau kwa asilimia fulani. Naiona Simba ikifanya vizuri kwenye mchezo wa ugenini kutokana na jinsi ambavyo fighting spirit yao Simba wanayo. Lakini huwezi kuacha kuheshimu RS Berkane kwa sababu ni timu ambayo kwenye kukombe ina uzoefu. Kwa hiyo inajua jinsi ya kucheza hizo karata. Inawezekana psychology pia hata swala la Zanzibar kucheza kule ikawa inawatoa katika namna moja ama nyingine Simba, lakini haiwezi kuwa ni moja kwa moja kwamba Simba wakaingia katika mtego. Naamini Simba kama umefungwa sana kule ni goli moja, lakini nao Simba wana uwezo wa kufunga goli. Kwa inawezekana moja. Lakini huku kwa Mkapa ndo hatoki mtu. Kama dimba itakuwa kwa Mkapa, jambo itakuwa limeisha hivyo. Bana, shukrani.